huwa napendaga sana kuyaga huko kwa sababu sana napenda lakini kuna kitu kinanichanganya akili. Kanifikiria sana sijui kwa nini. Kuna ndoto naiota na imekuwa ikijirudia. Ni binti mmoja nimekuwa nikimwota ndoto lakini nimetokea kumpenda ghafla. Binti gani? Kwa sura simtambui. Ni mzuri, mfupi wa kimo, maji ya kunde. Ni mwanamke mzuri, ni kama ua ambalo halikuwahi kutokea katika kijiji chetu cha ndoa. Na sijui ni kwa nini natokea kumpenda kila mara. Butuka. Hakika nampenda. Butuka. Upo tayari kunisaidia kwenda kijiji kingine kwenda kumtafuta? Nashukuru sana. Tuendelee. Unajua kingine najua unachukia. Ila nimekuahidi nitakusaidia popote utakapokuwa. Si kwa ajili ya ndege wala kuzuru mnyama wote. Ni kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa mfalme wangu Titu. Na naahidi nitakusaidia popote utakapokuwa. Muda sasa. Naingia kupata ufalme wangu. Sasa jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba yoyote ambaye mwenye kuvunja mpaka yetu anauawa. Na yoyote mwenye kutaka kuthubutu kusambatisha ngome yetu sawa? Sawa. Mtukufu, naomba nikutoe shaka. Tunaahidi tutakulinda na kukutumikia. Na mipaka yetu tutalinda ipasavyo. Mambo gani yakudo tunaleteana? Tutakuja tuane macho bure asubuhi yote. Kiliaga vitu vingine unavyofanya. Mangungu, kuna nini? Sio mwanao mama.
Mchezo wake hatari wa Manati anaanza kutaka kunitoa macho asubuhi yote. Kudoea vingine hivyo punguza. Kwani unafanya vitu ambavyo havina maana kwa watu? Hivyo unaona vizuri kama mwenzako ungemtoa macho? Kwani unafanya vitu ambavyo mwenzako havipendi? Sasa mama, si ndani pije pale mwenyewe kaja bahati mbaya huyo. Mama, hata hivyo nishamkatazaka kuhusu masuala ya Manati. Ndio tatizo. Ndio toka afike kwa mfalme. Amekuwa na tabia chafu. Jua na nini huyu? Mama, hata mimi limeleta jambo hilo hilo. Mama, mimi mwanao nimeshamueleza sana. Lakini mwanao anisikii mama. Nishamwambia achane kufuatilia masuala ya mfalme. Yule mtoto wa mfalme ana sheria, anaweza kufanya kitu chochote. Mchana wote yeye yuko na Manati. Naona sijui ni wale Manati ndio amejipanga amsaidie mfalme. Hivyo wewe unamsaidia nini wewe mfalme? Ndio mama. Unajua wale wana sheria ambazo wakizipanga hawataka kuzifuta. Wewe unang'ang'ania tu. Nimeahidi kumsaidia Titu popote atakapokuwa na shida. Unamsaidia nini? Kwa kile kinachomkuta. Hata ukiambiwa wewe huwezi kusikia mpaka umsaidie mtu wa mfalme. Mama, mfalme mtoto wenyewe mfalme kitu hata kumpenda ampende. Lakini yeye anashangaa anapenda sana kumlinda. Vitu vingine ufikirie mdogo wangu. Leo na kesho. Yule mtoto wa mfalme anaweza katoa amri yoyote ukakamatwa ukaja kuuliwa. Kesho sipo. Vitu vingine vitakuja kutokea, utashindwa mwenyewe kuvumilia. Mama, unajua Titu anipenda. Ila naahidi nitamsaidia kwa kitu chochote. Nitamsaidia Titu kwa kile kinachomsibu. Kama unataka kunisikiza mimi pamoja na mama yako, atakayo kukuta utajua mwenyewe kwa sababu sisi tumeshaongea. Mimi nimeongea kama kaka yako na mama naye amekwambia. Kitu gani unataka kutuelewa si wewe? Kudo. Na mama achokiongea ukisikia. Na wala umuelewe. Kudo mdogo wangu. Hata baba alisema mtu akina shida kumsaidia. Na mimi nimeahidi kumsaidia Titu. Hebu msikize mama. Niachie. Kumbuka mimi kaka yako. Na nakwambia hivi nakupenda. Niachie. Niambie Kigenda. Nashukuru kukuona hapa. Mimi nashukuru kwa kuona. Nakupenda. Kigenda. Nikwambie mara ngapi uweze kunielewa? Hata nishakwambia sikupendi. Kwa nini unashindwa kunielewa? Siku ya kwanza uliniambia unipendi. Siku ya pili uliniambia unipendi. Na sasa hivi nakwambia unasema unipendi. Nafika wiki sasa unipendi. Na nitaendelea kukwambia hivyo sikupendi. Nipe sababu hautokunipenda mimi. Maana kuna mtu ambaye tayari nimeshamweka kwenye moyo wangu. Na ninampenda kwa dhati. Wewe ni mwanamke mzuri. Na una kila kitu ambacho mwanamke anastahili kuwa nacho. Ila sihitaji kuwa na wewe. Maana kuna mtu ambaye tayari nimeshamweka kwenye moyo wangu. Sawa, umesema mimi ni mzuri. Sasa kwa nini unipendi? Na huyo mtu ni nani? Kuna mtu ambaye nampenda. Naye ni Mandela. Nasema ni nani nampenda? Mandela. Wewe ni dada? Bado mnaangaliana. Nilikuja kukuona kwa mara ya mwisho. Japokuwa ni mara ya kwanza. Acha utembee na maneno yangu.
Mwanaume ninatembea naye mimi hapa kijijini, sitaki mtu yeyote atembee naye. Maana akili zangu nazijua mwenyewe. Naweza nikakufanya kitu hautakuja kuamini katika macho yako. Wewe ni mzuri sana, ila utakuja kuharibu hiyo sura yako na utakuja kutegemea. Mbona sielewi? Mimi sielewi. Kwa sababu amekuja tu hapa anaanza kuongea, unatembea na wanaume wangu. Bado niko njia panda. Hivi kuna nini? Usitaki kujua kuna nini wakati unajua kinachoendelea. Nimekwambia achana na mume wangu. Nadhani umenisikia na tena umenielewa. Kitendo ambacho niliyokufanyia hautakuja kuamini katika maisha yako. Nitakuharibu. Au kuna mwanaume unatembea naye unaniambia? Yupi sasa? Ni kipi ninachokuficha mimi? Nishawahi kuficha jambo? Haujawahi kunificha chochote. Sasa inakuaje? Sijui. Achana naye kidogo. Kweli. Lakini pia na kitu cha tukifanya. Cha kufanya. Inabidi tupanganyike. Tuende kijiji cha pili. Si ulisema kwamba yule mfalme anaishi kule kijiji cha pili alikuwa rafiki yake mkubwa sana baba yako? Ndio alikuwa ni rafiki wa babangu. Lakini tutaweza vipi kuivuka ile mpaka mpaka tufike kule? Sitakamatwa. Tukikamatwa basi. Pia mimi niko tayari kwa lolote lile ambalo tutakimbiza mbele yetu. Tumekula kiapo na leo. Kiapo chetu inabidi tukitimize. Twende kwa mfalme tukombe ushauri. Tukirudi tujue nini cha kufanya. Pia mimi naamini Mungu yupo. Hatutokamatwa. Twende. Mimi niko tayari kwa lolote. Tumepata mbinu mpya. Twende. Tutashirikiana. Samahani. Na shida na mfalme. Na taarifa muhimu na Mfalme, na kijana wako anaomba nataka kuongea na wewe. Tukufu. Nilipokuwa napita huko, nimemwona mtoto wa mfalme. Nahitaji kurudisha ufalme uliopita heshima yake. Ndio nilichokisikia. Nilipokuwa napita huko, nimemwona mtoto wa mfalme marehemu na Ndeo. Nahitaji kurudisha heshima ya ufalme uliopita. Nilichokisikia ni cha kweli. Ndio mfalme, kijana mwamini sana. Sasa nilijua huyu kijana ameshafariki siku nyingi, lakini kumbe bado yuko hai.
wake ni hatari sana, na unapotaka kumaliza mtu kata mpaka mashina mpaka mizizi. Nasema sitashindwa kusambatisha. Naamuru atafutwe na uwawe. Yameti. Sawa, ngoja nimwambie. Ongea na mimi. Ana shida gani? Sijajua, ila niambia sana shida kuongea na wewe. Kuna kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana katika moyo wangu. Zaidi ya miezi sasa. Nitamani sana nikwambie ile siku. Ndio. Nakupenda. Hivi una akili timamu hapa? Una akili timamu? Ndio. Nakuza una akili timamu? Ndio na kile. Sitaki kuongea maneno mengi. Yaani kifupi sikupendi. Ndio. Usinifanyie hivi. Nakupenda kutoka moyoni. Mpeji. Mimi na yeye ni wa kijiji moja, si ndivyo? Alifahamu. Nikiongea hapa sidhani kama utakuwa unielewa. Sema nini, si ndio? Nifanye nini? Sikupendi. Nifanye nini ili ujue? Kwani mapenzi yanalazimishwa? Hapana. Sasa Tambua nimempata mwanamke kwa ajili yako na ndio. Tafadhali usinifanyie hivi. kwani mimi ndio nilikutuma umpate wewe mwanamke? Hapana. Alafu sikia, wewe mwanamke uliyemkataa nishamjua. Juzi alikuja akaniletea vitisho vya kutosha na maneno yasiyoeleweka, sawa? Yaani sikupendi. Nikwambie vipi ili uelewe? Fanya nini ujue na Sikupendi, Nyamiti. Unamkumbuka yule mtoto aliyekutana naye siku ile? Ndio namkumbuka. Unakumbuka maneno yake? Nakumbuka. Ndiye ndio huyo. ndio. Wewe usinipigie magoti mimi, sawa? Tafadhali, ndio. Wewe usinipigie magoti mimi, sawa? Nakupenda na ndio. Sikupendi. Ndio. Ndio tafadhali. Mbona umechelewa kutengeneza? Nimechelewa kuamka. Na ulaini je? Na kwanza natengeneza. Na udogo je? Na kupigia ndege. Sasa hivi usitengeneze za kupigia ndege. Tengeneza kubwa kubwa za kupigia binadamu anaomzuri Titu. Mleta mfalme. Titu ni mtoto wa mfalme. Nina ndoto ya kumlinda Titu ili baba yake anione mimi na kunipa cheo kikubwa cha ulinzi. Ni vizuri kutengeneza ndoto, usikate tamaa, endelea. Asante mtoto mzuri kunipa moyo. Basi baadaye nikienda kule shambani nitakuletea mapera kwa sababu wewe rafiki yangu nakupenda sana. Unasikia? Alafu sisahau tengeneza kubwa kubwa pigia watu. Unasikia? Baadaye Acha ni.
kuwa nami kama mlinzi mzuri hodari. Sasa mimi sitaki uwe mlinzi tena. Ngome ya ufalme na ulinzi wa kutosha. Kwa haina sababu ya wewe unapokuwa na mimi nyumbani katika ngome ya mfalme unashika fimbo. Nataka tuwe marafiki. Usitahili kushika fimbo yako tena. Pia tuungane katika mawazo ili tutimize malengo yetu. Unasikia? Alafu kitu kingine Butuka. Usiwe mwongo. Titu. Najua Titu wewe rafiki yangu sana. Ndio maana mimi nakupendaga. Tena nataka uniwe na kulinda. Utaamini kulinda mimi. Alafu tunajua mimi na Shaba. Wewe unataka msimamo. Unatambua unalofanya. Ni mara ngapi nimekuonya kuhusu kanyaga katika ngome mfalme? Mimi nakuchukia. Mimi sikupendi wewe. Hivi unajua sababu iliyonifanya mimi nikuvue kitambaa? Nakuchukia. Nilikuvua kitambaa ili tu ukae mbali na ufalme huu. Kusudi baba yangu atakapokuona kutambue kama adui. Nakuchukia. Sikufikiria hata siku moja katika mawazo yangu nikae niwe na askari kama wewe maskini. Wewe ni maskini. Siwezi kulindwa na mtu maskini. Butuka. Nitambue kama adui. Na ukome uache kukanyaga katika ngome hii ya ufalme. Huenda baba yangu atakapofika anaweza kaongea madaraka. Hilo swala silitaki. Siwezi kuongozwa na maskini mimi. Popote katika ngome hii sitaki kujua na swala. Popote utakapomuona mtambue kama adui. Andegemea mimi tu muda wote. Mangungu. Nachoka. Mangungu ana shida sana. Mimi ukoje wewe? Wewe. Bora shangalia sana. Ni kweli wale wapo tofauti na sisi, kwa sababu wao ni zetu wa kijiji cha Kuni, lakini huko Mwanza tulikuwa Fupi wa kimo, maji ya kunde. Ni mwanamke mzuri. tunaishi nao vizuri, lakini tulipokwenda huku utawala huu tumekuwa tunaishi nao tofauti na sisi. Wao unaona nguvu zao tofauti na sisi zetu hizi. Kwa hiyo wale nyangema
Endelea samani. Yake nani? Unatafuta nini? Sisi tumetoka kijiji cha jirani. Samahani, tuomba kuuliza. Uliza. Tunaulizia kwa mfalme. Mfalme? Mfalme mashindano gani? Nanyi kama nani mnamuuliza mfalme? Tulikuwa tuna shida naye, samahani. Tunakuomba uweze kutuelekeza tuweze kufika kwa mfalme. Nikiwaelekeza kwa mfalme nitafanya makosa sana. Hapana kaka. Shida yetu ni kubwa sana. Ndio na mfalme ndio ingekuwa vizuri zaidi. Kama tusaidie. Sawa. Nitawasaidia. Ila mfalme ana roho nzuri sana. Wafanyakazi wake wana roho mbaya sana. Watawaua ukifanya mchezo. Cha kuwasaidia, piteni ile poli ili msipite hii barabara. Hii barabara mnaweza mkakutana nao wakawachinja. Sawa? Na tena muwe makini. Sawa? Sawa. Piteni huko ndugu zangu. Unanikumbuka? Ndio Mimi nani? Ulikuwa mlinzi wa marehemu mume wangu. Nilikuwa mlinzi wa marehemu mume wako. Na kwa sasa mimi ndio mfalme wa kijiji hiki. Mwanao yuko wapi? Mwanangu kaenda matembezini. Ha. Sasa napambana na wewe na kuangamiza. Ili mwanao akija. Hapana. Hapana. Mfalme hapana. Mfalme hapana.
utamuua mume wako. Na nije nimalize. Nasema sibakishi hata chembe. Jina lako nani? Sijali tukusaidia.
Baba. Na mwanangu. Mbona kama uko sawa? Sawa mwanangu. Naona uko katika mawazo sana. Naye mawazo ni kweli. Kuna fikira na ndoto tumenijia. Baba yako akunitokea familia. Sasa kila wakati tokea hafi basi leo ndio njozi. Kweli ndio chungu sana na sawa. Baba, kuna ndoto nimeiota. Ndoto gani mwanangu? Shambani. Nimeota binti mmoja katika ndoto, lakini kama malkia wangu, na hata kulipopambazuka nimejikuta nikimpenda. Sasa sijajua ndoto hii ina maana gani kwangu. Ni mambo ya kawaida mwanangu, si ndoto hiyo. Sasa unasumbuka na ndoto? Baba, hili swala ni la kawaida kweli? Ndoto ni kitu cha kawaida, hata saa 6 mchana unaweza ukaota. Alikuwa anasema baba, mwanamke katika ndoto, hata kulipopambazuka, ile hali nilikuwa nayo katika ndoto ndio nilikuwa nayo na asubuhi. Mpaka sasa nimejikuta nikimpenda sana. Inaweza kawa kawaida kweli hii? Inaweza kawa ya kawaida mwanangu. Subira vuta heri pamoja na shari kawepo. Kwa sababu mimi nimeona mengi siku za nyuma zilizopita. Ilikuwepo Sika la Uhuru. Ilikuwepo Gombo. Unanisikia vizuri au unaitikia tu kichwa na nakazi na akili? Unanisikia vizuri? Nimesema kulikuwepo Sika la Uhuru. Ilikuwepo Gombo. Sasa wewe mwanangu, nataka mimi unisikilize. Hizo ni ndoto. Huyo rafiki yangu na maana ukaniona mimi nina mawazo. Wakati anapoteza maisha, alimwacha mke wake na ujauzito. Alinieleza rafiki yangu si mara 2 si mara 3 tumekaa kama nilivyokaa na wewe mwanangu. Ananiambia mke wangu atakapojifungua, mtoto wako wewe wa kiume ndio atakayeoa oa binti yangu. Na ufalme wetu tumelingana kwa pamoja. Unasikia vizuri? Mke wangu atakapozaa mtoto wa kike, ataoa mtoto wako wewe wa kiume. Na akizaa mtoto wa kiume aje kwenye mji wako aoe mtoto wa kike ili undugu wetu usiende mbali. Ndio maana nikakwambia mwanangu, weka subira. Unaelewa vizuri? Zamani tulipona kwa nazi za kutafuna kavu. Zinadondoka chini, mnakwenda mnaokota,
narudisha nyumbani, unapasua, unaikuta ishatoka kwenye kifuu. Ndio njaa ya kibanganazi. Ndio siku hizo za nyuma kabisa zilizopita. Ndio maana nikakwambia mimi mwanangu nimeona mengi na mengi yameniingia. Usiweke haraka. Niachie mimi nilifanyie kazi mwanangu. Unasemaje baba? Sawa baba. Umeridhia? Usiseme sawa, roho yako imenyururuka. Nimeridhia. Tupo pamoja. Ndio. Basi hilo litawezekana mwanangu. Sawa. Nashukuru. Za siku nzima nyumbani anajambo. Jambo. Anaelekea wapi? Nenda mizunguko. Mizunguko ya asubuhi. Sinajua tena harakati. Harakati ndio. Sikia na ndio kuna kitu kimoja. Unajua tena mambo yaliingiana na matatizo yaliokuwepo. Kuna kitu kimoja nakitambia. Na rafiki yangu anaitwa Tito, nakupenda sana. Kwa hiyo kwa shida uliyopata hizi siku za nyuma, nimeshindwa kukuambia. Asa rafiki yangu mimi rafiki yako wewe tusimjui, alafu unakuja kuniambia ananipenda. Nitakubali labda nikikubali. Simjui sasa, afu sikia. Nielekeze kwanza njia kwa mfalme. Ukitaka nikuelekeza kwa mfalme, na kwanza nijibu nilichokwambia. Nisikilize, sawa? Jibu lako wewe sio shida, sawa? Nielekeze kwanza kwa mfalme. Jibu lako ndio chukua nyumbani. Kwa sasa hivi nielekeze njia kwa mfalme kwanza. Kweli? Hicho ndio nataka nikusikie. Kama kwa mfalme, unapita njia hapo na nyosha nayo, sio bali kwa mfalme. Ila unapotembea uwe na tahadhari. Kulikoni mwana mfalme? Sioni sababu ya kuendelea mbele. Kwa nini? Kutoka. Yule mwanamke tulipishana naye pale, ndio nilikuwa nikimwota kwenye ndoto. Mwanamke ndio yule? Ndio. Mfalme, tumekuja hapa sisi tuna shida. Kwanza kabisa mimi ni mtoto wa mfalme wa kijiji cha Mangema. Ndio wewe? Ndio mimi. Sawa, nashukuru. Sababu babako aliacha usia kwangu. Mama yako alimwacha na ujauzito uliocho hapo tumboni wewe. Utapozaliwa mtoto wa kike, utauliwa na mtoto wangu mimi wa kiume. Mimi? Ni wewe. Usia aliuacha baba yako, ni rafiki yangu mimi. Ni mtawala mwenzangu, ni mfalme wa kijiji cha pili aliyopotea.
Sawa mfalme. Lakini kitu cha kwanza kabisa ninachopenda kukifanya mimi ni kurudisha heshima ya kijiji changu na familia yangu. Maana kule hatuna amani kabisa. Wana kijiji hawana amani. Ananyanyasa na kijiji. Heshima itarudi. Kwa sababu mimi nina majeshi niliyoyaamini. Yatakapofanyika hayo na heshima ya kijiji chako itapatikana. Nandewa. 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 Unawaza nini? Lakini unakumbuka siku ile tunaenda kwa mfalme? Ndio nakumbuka. Kuna vijana wawili tulikutana nao. Nakumbuka. Mmoja alikuwa mrefu, mwembamba. Nilikuwa namuota kwenye ndoto. Alafu kingine nilipogeuka kumwangalia, naye ananiangalia. Ndio nakumbuka mlikuwa mnatazamana sana, lakini sikujua nini kinaendelea. Pia sikupata muda kukuuliza. Hapo ndo najaribu kufikiria hapo. Naona sipati majibu, sielewi. Hicho kitu ndio ambacho kimekufanya mpaka mimi naongea shinde kunielewa. Sasa rafiki yangu mtu nilimuota tu. Leo nabahatika kumuona, usiwazi. Au kuna kingine? Hamna, tuachane nayo. Lakini hili swala tunafanya hivi. Yanahitaji ujasiri wa kutosha tu. Ni kweli gumu. Lakini sasa tumeshaidi rafiki yangu. Inabidi tulitekeleze tena kwa ukamilifu. Sawa, lakini sikiliza. Mimi rafiki yangu asikubali kushinda kitu. Lazima nifanikiwe. Twende nyumbani kwanza. Halafu tutajua nini cha kufanya. Sawa. Mmetoka wapi? Na nyinyi ni akina nani? Unajua sasa hivi mpo wapi? Hapa ni. Mmekuja kufanya nini? Na kwa ruhusa ya nani? Sasa mtaenda kujibu kwa mfano. Kiambiwa kwa maneno siyosikii. Sasa nimeamua kuchukua ya Manati. Na imani nitakuwa nimetimiza ndoto zangu. Sawa. Wewe unaona kama umetimiza ndoto zako. Ila mimi utakuwa umetimiza ndoto zangu. Kwa sababu bila ile Manati ndoto zangu hazitotimia. Ndoto za kwenda ndege? Hapana. Una ndoto gani Kido? Mama, hayo Manati zile vurugu zote nilikuwa naziona ni kwa ajili ya kuwa mlinzi mkuu wa mfalme. Ndio maana namlinda Tito. Mwanangu, una uwezo wa kumlinda mfalme wewe? Mimi sioni kama una uwezo kwa sababu umri wako bado mdogo. Utaweza mikiki ya mfalme wewe kweli? Mwanangu, kwa nini hutaki kunisikiliza? Na kwa nini usinisikilize mimi mama yako? Mfalme ana mambo makubwa. Kwa nini wewe unapenda kuwafuatilia hao wafalme? Mama, hebu aache kwanza. Hata hivyo nilishamwambia Kudo mdogo wangu. Lakini Kudo mdogo wangu hataki kunisikia. Mdogo wangu, mimi nakusisitizia kama kaka yako. Achana na hivyo vitu, fanya kazi nyingine. Mbona kazi nyingi mdogo wangu? Tunaweza tukakata mkana tukapata hela mdogo wangu. Kwani mpaka uwe mlezi wa mfalme? Mama, jaribu kuongea na mwanao basi. Yaani na istoshe, Nyangema na Ndoe ilikuwa kitu kimoja hapo nyuma. Toka enzi za kale. Wote tulikuwa hatubaguani. Lakini utawala huu uliokuja wa sasa hivi, wao kwao na sisi kwetu. Kuna ugomvi mkubwa mwanangu. Wao kwao na sisi kwetu. Sasa unaposema mimi nataka kuwa mlinzi, unaniumiza roho mwanangu. Hivi vitu wewe unavipata wapi? Hebu achana navyo. Yeye unavotaka kulinda mfalme mwanangu. Utayaweza hayo kweli? Nakuahidi mama, nitayaweza.
Na kesho pia naenda kutafuta jibu kule kijiji cha pili. Nipiga mtoto wa mfalme, mfalme ataniamini na kunipa cheo kikubwa sana hapa kijijini. Kudo, wewe unahatarisha maisha yako mdogo wangu. Kwani lazima uwe mlinzi wa mfalme? Unaweza kukutwa na madhara makubwa. Watu wenyewe tumezaliwa wawili tu, mimi na wewe. Na mama yenyewe umri ushaenda sasa hivi. Tulikuwa tumwangalie mama yetu Kudo mdogo wangu. Tufanye kazi nyingine. Mimi ninayokuambia ndio ninayokupenda. Hao wafalme wewe hauwawezi na hautoweza kumlinda. Kwa nini ung'ang'anie? Unatafuta nini wewe mwanangu? Mama, niamini kwa hiki ninachotaka kukifanya. Maana baadaye sisi ndio itakuwa faida yetu na kutusaidia hapa kijijini. Nitakuwa mlinzi mkubwa na kwa hapa kijijini. Na maisha yetu yatakuwa mazuri tu mama. Niamini hichi ndio kufanya. Sio na maisha tunaoishi. Mwanangu, nikisikia hivyo mimi roho yote inatetemeka. Yaani nakuwa sijiamini. Yaani sielewi tu mwanangu kusema neno ujasiri neno kama hili. Lakini Mangungu, naam. Tumwache mwanangu. Sawa. Kudo mdogo wangu. Mimi na mama tumekubali sawa. Tunakupa baraka zetu zote. Na imani Mungu atakusimamia. Na mizimu pia itakusimamia. Fanya kwa makini mdogo wangu. Watu wenyewe tulobakia wawili tu, mimi na wewe, kama mboni kwa mama yetu. Na mama umri ushaenda sasa hivi. Fanya mdogo wangu. Umakini uongeze. Kumbuka ni mipaka ya watu mdogo wangu. Na ukiona paka ninakwambia hivyo, tunakupenda. Baada ya mama, ni wewe ulobakia, ndio maana nakupenda sana mdogo wangu. Mama. Mama, na kaka. Naam. Nashukuru sana kwa kunitia moyo. Na naahidi kwa hiki ninachokifanya nitaitimiza. Sawa mwanangu. Mimi nimekuelewa. Mungu atazidi kukubariki. Na kingine usisahau. Ukitaka kuondoka tu, unikumbushe ile zawadi yako kipindi kile. Tena mapema asubuhi kabla hujafanya chochote. Sasa kaka. Fanya mpango manati. Nakupa manati, lakini angalia ile mchezo wako tatu sio ukatoa na macho bure. Kudo. Kingine naomba usisahau sana kuwa makini. Nakupenda sana ndugu wangu. Fanya vitu kwa makini. Tena mama. Kesho tu na hata safari. Sawa mwanangu. Jiangalie mwanangu. Wafalme sio watu wa kawaida. Huyo sana ataanza safari manake na mfalme. Sawa basi mama, ngoja mimi niende kaangalia nitakula saa hizi. Chana tupate kidogo na bado. Haya, baadaye mama. Kaka. Naam. Mchezo yaacha. Sasa mama. Wewe nenda. Manake sasa hivi unaona utamlenga hata kaka yako. Tishia unajua nini? Kioka atanilinda kama unavyonilinda wewe. Atanitunza vizuri.
Mwanangu Kuna. Kuna. Kwa nini Kudo?
Kuna umeleta na juzi ndugu wangu mimi. Ngoja mzee ndugu wangu. Sawa. Haya, nikimbia kama ulivyomkimbia yule. Nasema na wewe, kimbia kama ulivyomkimbia yule. Let. Geuka. Lete.